vijana wa Gen Z ni lazima wachukue kura kwa sababu asilimia kubwa ya unajua watu wazima kuanzia miaka 40 50 wengi ni conservatives hawapendi mabadiliko ya haraka haraka. At times wanaona afadhali ibaki hivi, hata kama huyu hatufaidi lakini hatudhuru, afadhali ibaki hivi kuliko tubadilishe watu waleteane vurugu. Lakini I think wale watu ambao wanaweza kuleta change kwenye nchi na walianza vizuri wakati ule wa maandamano ya Gen Z ni vijana. The uoga tu ni kwamba hawajajitokeza sana kukata kura. Nafikiria ni muhimu waichukue nchi kwenye mikono yao sasa hivi, wakate kura ili kuensure kwamba change inafanyika ile ambayo inayostahili. Pengine wanasiasa wa mashinani kama nyenye mmechukua jukumu gani kuhakikisha kwamba mmewahamasisha vijana hao kuchukua kura? Binafsi mimi nimekuwa na vikao kidogo vya kujaribu kuhamasisha vijana wachukue kura. Lakini kuna ile element ya uoga ambayo iko kichwani kwamba kama William Ruto alishinda Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakiwa kwenye mamlaka, sasa itakuwaje leo ashindwe akiwa hayuko mamlakani? So hiyo fear of the unknown inafanya waone kuna haja gani basi ya kuchukua kura na kupiga. Kama huyu jamaa inasemekana alibia Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakiwa na mamlaka, sasa yeye ndio anayo, itakuwaje hao wengine wamuibie? So hiyo fikra kidogo imefanya watu wengi either labda kutakuwa na voter apathy because watu wanaona hata nikipiga kura against Ruto I won't bring any change. Na wengine pia wanaona haina haja ya kuchukua kura kwa sasa. So lakini bado tuna encourage kwamba watu wasipochukua kura na hawataki kiongozi mbaya, kutokupiga kura ama kuchukua kura ni kuchagua kiongozi mbaya. Because kama ungepiga kura yule mzuri unayemwona angechukua, lakini usipopiga inamaanisha yule mzuri hatachukua. The only thing that would happen ni yule mbaya ambaye wewe humtaki atachukua mamlaka. So tunachosema ni kwamba vijana wachukue kura. People should not give up. Wachukue kura hata kama unampigia Ruto ama unampigia Kalonzo ama Matiang'i or whoever you are voting for, including rafiki yangu ambaye siku hizi nasikia amenyamaza Okia Omtata, chukua kura. That is the only weapon ambayo inaweza kutuletea change kwenye nchi. Haya, weapon ya kutuletea change ni kuchukua kura, hasa kwa vijana. Tunayezungumza naye hapa ni Kelly Aduo kutoka eneo hili la Taveta. Leo tumekita mizizi hapa Taveta kuhakikisha kwamba tunafahamu mawili matatu kutoka eneo hili ama pembe hii ya taifa.